Katika siku ya leo tutaangazia habari za upendo. Watu wengi unapozungumzia upendo, hasa wewe mwanandoa, unapozungumzia habari ya upendo, wa kwanza kabisa unaanza kuwaza maisha unayoishi wewe na mume wako, maisha unayoishi wewe na mke wako, upendo. Lakini pia unapozungumzia habari ya upendo, akilini mwako inakuja kwa haraka jinsi unavyoishi wewe na watoto wako, jinsi unavyoishi wewe na wazazi wako. Unapozungumzia habari ya upendo, akilini jambo linalokuja ni namna gani watu wananitendea. Lakini pia unasahau mara nyingi ya kwamba namna gani wewe unawatendea wenzako au unawatendea majirani zako. Upendo. Kabla yoyote tutambue kwamba kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwana wa pekee, ili kwamba kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Hiyo ni Yohana 3:16. Lakini pia Yohana 17 fungu letu elekezi, fungu lile la 3, kwa maana uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa pekee na Mungu wa pekee, Mungu wa kweli, wa kujua wewe Mungu wa kweli na wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hiyo katika siku ya leo tunatamani mafungu haya Yohana 3:16, lakini pia Yohana 17 fungu la 3, Bwana ajifunue kwako na ajifunue kwangu kuhusiana na vile alivyokusudia kudhihirisha upendo wake. Ni hisia kali ya mvuto, shauku na kujali sana mtu, kitu au mnyama. Ni uhusiano wa kihisia unaojumuisha vitendo kama vile kuvumilia, kufadhili na kutojivuna. Kwa hiyo ni hisia ambazo zinatoka ndani, ni hisia ambazo ni kali, zinazoweza kujitokeza, ni shauku, lakini pia ni uhusiano, ni hali ya kujali vitu, kujali watu wengine. Lakini pia neno hili pia linaweza kuonyesha mahusiano ambayo mahusiano haya yanakusudia mtu anakuwa mvumilivu, mtu anakuwa na fadhila, mtu anakuwa anajali, au mtu anakuwa hana majivuno. Upendo. Katika sehemu hii tutachunguza habari inasema pia upendo ni msingi. Upendo ni msingi wa mahusiano mazuri na jamii, na mara nyingi huhusisha kujali na kuheshimu wengine. Mara nyingi unahusisha kujali na kuheshimu wengine. Kujali na kuheshimu wengine. Kwa ufupi, upendo ni nguvu inayounganisha watu na kuleta amani na ushirikiano. Kwa hiyo watu wakiwa katika upendo watakuwa na amani. Watu wakiwa katika upendo watakuwa na umoja. Watu wakiwa na upendo watakuwa na ushirikiano. Watakuwa na ushirikiano, na ndio maana leo unakutana na watu ambao wanafanya biashara pamoja. Kinachounganisha ni upendo. Unakutana na watu leo wanafanya ibada, wanasali, wanaswali pamoja. Kinachounganisha upendo. Upendo ukitoka, umoja huo hauwezi kuendelea. Upendo ukitoka, amani kwenye familia haiwezi kuonekana na haiwezi kutawala. Hiyo upendo the word is a very important. The word of love. Neno upendo ni la muhimu sana. Msingi wa somo la leo linalohusiana na habari za upendo, ya kwamba kiuhalisia ndio msingi unaoweza kuleta amani, ndio msingi unaoweza kuleta umoja, ndio msingi unaoweza kuleta mshikamano na uhusiano sahihi kwenye familia, uhusiano sahihi kwenye jamii, uhusiano sahihi kwa marafiki zetu. Neno upendo. Katika sehemu hii lakini pia tunaangalia habari ya upendo katika sehemu kuu mbili.
Sehemu ya kwanza ikihusu habari za upendo kati ya Mungu na wanadamu, au kati ya mwanadamu na Mungu, na sehemu hii ndiyo tutakayochunguza siku ya leo. Upendo wa Mungu au kumpenda Mungu. Mwanadamu anapewa masharti, mwanadamu anapewa maelekezo, mwanadamu anapewa shauku ya kumpenda Mungu. Mungu anakuja na kukupa shauku, kukupa hamasa, kukujulisha na kukutambulisha kwamba duniani kuwepo kwako ni yeye, na hivyo ana shauku kuona ya kwamba unamrejelea, kuona ya kwamba unamjali, kuona ya kwamba unamtii, kuona ya kwamba unamwabudu. Na haya yote alitoa uhai wake kwa ajili yetu, akafa kwa ajili yetu. Huu ni upendo uliofanya akubali kufa. Na kwa namna hiyo, wewe tulia na sikiliza mada hizi zinazoendelea. Katika sehemu hii tunapozungumzia habari ya kumpenda Mungu, habari za kumpenda Mungu, nasema kwa mtazamo wa kiroho au kwa mtazamo wa Biblia, kumpenda Mungu kunamaanisha kumtanguliza, kumtegemea. Kunamaanisha kumtanguliza, kumtii na kuzishika amri zake. Na hili ndilo pendo. Na huu ndio upendo, kwamba tuzishike amri zake. Kwa hiyo tafsiri ya kumpenda Mungu inamaanisha au inahusisha kumtanguliza, kumtii na kuzishika amri zake kwa moyo na kwa roho na kwa akili zetu zote. Kwa hiyo hii ni tafsiri inaonyesha kwamba ili uweze kumjua Mungu, sehemu hii ya kumjua Mungu katika upendo, ni lazima ujitoe kama yeye alivyojitoa. Ni lazima ujisalimishe kwake, lakini pia inamaanisha kumtanguliza. Yaani kama kweli ndani ya maisha yako na ndani ya maisha yangu ya kwamba Mungu amekuwa kipaumbele kwenye maisha yangu, hautakwenda kwenye biashara, hautakwenda ofisini bila kuhakikisha umepatana na Mungu asubuhi. Sikiliza, ya kwamba kama umepatana, kama mahusiano yako sahihi na Mungu, na kwamba kweli unampenda Mungu, kwamba upendo wa Mungu unakaa ndani yako, ni hautakubali hautanyima nafasi ya kukaa kwenye moyo wako. Hautashindwa kutii maagizo na maelekezo ambayo yeye anakupatia. Hautashindwa kujitoa kwa moyo wote, hautashindwa kujitoa kwa roho yote, hautashindwa kujitoa kwake kwa akili zote, kumtanguliza yeye. Hiyo ndiyo inayodhihirisha ya kwamba wewe unampenda Mungu. Lakini katika safari ya leo na katika tafakari ya leo, mwisho utaendelea kuchunguza na kutafakari kwamba hivi kweli hatua ninazozipita, mapito ninayopita, maisha ninayoyaishi, mwenendo ninaoenenda, je, unakubaliana na Biblia kama Mkristo? Je, unakubaliana na Qur'ani kama wewe ni Muislamu? Maana ni habari ya upendo, imegusa katika vitabu vyote. Imegusa Qur'ani, inaonyesha kwamba hawezi kufuata zile hatua za dini ya Kiislamu na hatimaye eti kwamba usiwe na upendo, usiwatendee watu mema. Hapana. Biblia na Qur'ani vinakubaliana ya kwamba ni lazima watu waonyeshe upendo kwa Mungu, lakini pia lazima waonyeshe upendo kwa wanadamu wenzao. Umejitoa kwa moyo wote, umejitoa kwa akili zote,
umejitoa kwa roho zote kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, umejitoa kwa akili zote, umejitoa kwa moyo wote, umejitoa kwa roho yote kumwabudu Mungu aliyeziumba mbingu na nchi na Yesu Kristo aliyemtuma. Hiyo ni tafakari ambayo unapaswa itafakari. Lakini anasema tofauti kati ya kupenda, ya swala la kumpenda Mungu ni zaidi ya vile ambavyo wanadamu wakati fulani wanatumia upendo. Ni tofauti na kupenda. Kuna kupenda ambako ni kwa muda tu. Hii inaita ni tamaa. Lakini kuna huu upendo tunaozungumza hapa ni upendo uliozama ndani zaidi. Hapa kuna tofauti. Kuna tofauti kati ya kupenda na mapenzi. Kupenda ni hisia au kitendo cha dhati au utashi. Lakini pia mapenzi ni hisia za muda mfupi. Kwa hiyo kuna wakati fulani unaweza ukazama kwenye mazingira fulani, kumbe ni mapenzi tu hayo. Hawala sio kupenda, hujapenda bado. Na wengi kwa kweli wameingia kwenye ndoa, hawakuingia kwenye hiyo hatua ya kwanza ya kupenda. Wameingia kwenye ndoa katika hatua hii ya pili ya mapenzi. Walikuwa na hisia tu. Na ndio maana kuna wakati fulani unaweza ukakutana na mtu ama ukakutana anakuambia kama ni shoga yako, kama ni rafiki yako wa karibu sana ambaye anapenda kutoa moyo wake, yani kufunua ndani yaliyoko ndani ya moyo wake na kukueleza, kama ni jirani yako, kama ni rafiki yako kipenzi sana. Na hasa inawahusu sana kina mama pale mnapopenda kupiga story pale nyumbani. Sikiliza, kuna hiki wakati fulani mnakizungumza na mnakitamka. Kuna wakati ulipoona pesa haukuwa na upendo, ukatengeneza mapenzi kwa huyo mwanaume. Kuna wakati ulivyoona vitu fulani kwa huyo mwanamke, haukwenda kwa upendo, lakini ulienda kwa mapenzi, yani kwa tamaa za hisia. Na ndio maana wakati umemchukua umemweka ndani, na ndio maana wakati umekubali kuolewa naye, ulipokaa baada ya zile hisia kupotea, baada ya yale mapenzi ambayo yalikuwa ni ya muda mfupi kupotea, unashangaa huyu mume wako aliyekwambia nakupenda, aliyekwambia nitakuwa na wewe, aliyekwambia na akatoa na viapo ndani ya kanisa, leo hii ana vimada. Hakuna mshangaa huyu mama ambaye aliyesema kwamba wewe ndo mume wangu, ni wewe tu ninayekupenda, sioni mtu mwingine duniani. Unashangaa leo hii anaenda kutafuta wanaume wengine. Hakuingia katika kupenda, aliingia katika mapenzi. Kwa hiyo angalia habari ya kupenda. Tunapozungumza habari ya kupenda, tunazungumza habari ya Yesu kutupenda sisi wanadamu. Tunazungumzia habari ya Mungu kutupenda sisi wanadamu, aliyekubali kufa, aliyekubali kuacha enzi, aliyekubali kuacha vyote kwa sababu ya mwanadamu aliyepotea dhambini. Ndio maana ule wimbo ambao tumeuimba katika siku ya leo unaosema kweli Yesu ananipenda. Kweli Yesu ananipenda. Kweli Yesu ananipenda. Biblia imesema. Kwa hiyo huu upendo wa Yesu kwako na huu upendo wa Yesu kwangu ni tofauti na wakati fulani ambapo sisi wanadamu tunadanganyana. Watu wako kwenye mahusiano wanakuambia nakupenda best wangu, nakupenda na hata silali, nakupenda, yani moyo wangu umezama kwako. Ni mapenzi tu, wala sio kupenda. Mungu atusaidie katika somo hili, kwa sababu mwanzoni tumeanza na safari ya kumjua Mungu, kumjua Yesu Kristo, na pia tuliangalia habari za kumjua Roho Mtakatifu. Na katika sehemu hii, baada ya kujua, kumtambua na kumuelewa Mungu kwa viwango ambavyo ameviruhusu kwenye maandiko ambayo ni Biblia, tunaingia kumpenda sasa. Na katika kupenda,
Hapa tutazama pia, maana huwezi ukasema nimempenda huyu mwanaume, nimempenda huyu mwanamke, lakini katika maelekezo yake haujali, hauthamini, hauoni kama ni ya msingi, na hauoni kama ni sehemu ya kusafiri pamoja na wewe katika maisha yako. Unaamua kufanya mambo yako, hapo unadanganya, hapo ni uongo. Na kwa namna ya pekee tunatamani, kwa sababu tumemjua, tunatamani sasa kuingia kumpenda, na katika kumpenda tunatamani pia kuweza kumtii, ili baadaye kilele chake tuweze kudhihirisha upendo, tuweze kudhihirisha utii wetu kwa njia ya ibada. Kitabu kile cha Yohana wa kwanza 4 fungu lile la 8. Anasema kwa ufupi, kabla tutasoma hiyo Yohana wa kwanza 8, sura ya 4 aya ya 8. Anasema kwa ufupi, kupenda ni kitendo cha kujitoa, kutii na kujali bila ubinafsi. Yaani kwamba mtu anajitoa, mtu anatii, lakini pia mtu anajali bila ubinafsi. Hiyo ndio tafsiri ya kupenda. Na kupenda ni neno lililozaliwa kutoka kwenye neno upendo. Na hii kanuni na hii tafsiri ya mwisho ya habari ya kupenda, hii kwa kweli ndiyo iliyokuwa kwa Yesu Kristo. Hii ndiyo iliyokuwa kwa Mungu. Kwamba yeye alipoona mwanadamu, alipoona mimi nimepotea dhambini, hakuwa na ubinafsi. Hakuacha, alijitoa. Na baada ya kujitoa akajali bila ubinafsi. Akajali kuzama kwenye uovu. Akajali kusahau maisha yaliyo mazuri, akasahau maisha ya mbinguni, akasahau kile kiti, akasahau umiliki, akasahau utawala, akasema ninaenda kumtafuta mwanadamu ambaye nimemuumba kwa mfano wangu. Ninaenda kumtafuta mwanadamu ambaye maisha yangu na hisia zangu zimezama kwake. Hivyo akakubali kutwaa ubinadamu, akaishi pamoja nasi, akatembea pamoja nasi, akabeba huzuni zetu, akabeba masikitiko yetu, akachubuliwa kwa ajili yetu. Yote akayakubali, akatemewa mate kwa ajili yetu, akapigwa mijeledi kwa ajili yetu. Yesu Kristo, Mungu wa pekee, alikubali, alijitoa, akatii, na hatimaye akajali bila ubinafsi. Yohana wa kwanza sura ya 4 fungu lile la 8. Lakini hapa tuanzie fungu lile la 7. Wapenzi, na mpendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Anatualika ya kwamba tupendane. Lakini hapa anasema yeye anayependa anamjua Mungu. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Mungu ni upendo. Na upendo wake ndio uliofanya wewe na mimi tupewe nafasi ya pili ya kuokolewa. Upendo wake ndio uliotupatia nafasi ya kwamba lazima afe kwa ajili yetu, lazima achubuliwe kwa ajili yetu, lazima abebe masikitiko yote, atemewe mate, ili wewe na mimi tuweze kupata nafasi ya kurithi uzima wa milele. Baada ya yeye kubaki kule, akaja kwetu ili kwamba sisi tuwe matajiri pamoja naye, ili kwamba sisi tuweze kuwa warithi pamoja naye, ili kwamba sisi tuweze kuwa watawala pamoja naye. Huu ni upendo wa namna ya pekee. Huu ni upendo usioweza kuelezeka. Huu ni upendo ambao mwanadamu kamwe, kama hautakubali kunyenyekea, mwanadamu kama hautakubali au sitakubali kusalimisha ulimwengu huu na kumtanguliza Mungu na kutanguliza mapenzi yake, kamwe hawezi kuona wasamani huu upendo. Hawezi kuona wasamani.
lakini utaweza kuona wa thamani pale ambapo utakubali kujitoa kama yeye alivyojitoa, pale ambapo utakubali kujali wengine bila ubinafsi kama yeye alivyotujali sisi bila ubinafsi, lakini pale ambapo utaonyesha utii kwa maagizo yake kama yeye alivyoonyesha utii kwa maagizo ya baba yake. Katika kitabu kile cha Yohana 14 fungu la 9 na 10, neno la Bwana linasema ya kwamba kama yeye alivyoishi na akatii amri za baba yake, vivyo hivyo na sisi anatuelekeza kwamba tutii zile amri ambazo yeye ametupatia. Ukisoma hapo inaonyesha kwamba yeye alikuwa mnyenyekevu, yeye alikuwa mtii kwa maelekezo ambayo baba alimpatia, lakini pia anataka sisi tuwe wanyenyekevu, tuwe watii kwa maelekezo ambayo anatupatia. Unaposoma kitabu cha Yohana fungu lile la sura ile ya 14 fungu la 15, anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Nimesema katika masomo haya ya kwamba katika somo hili linalozungumzia habari ya upendo, tukitoka kwenye upendo tutazama, na hii yamefungamana na utii, na ndio maana tafsiri inasema ya kwamba ni kujitoa, na baada ya kujitoa anasema ni kutii, na baada ya kutii ni kujali bila ubinafsi. Hapa kuna mambo matatu ya kuzingatia kupitia hiyo tafsiri tuliyotafsiri. Jambo la kwanza anasema ili kumjua Mungu katika upendo ni lazima kushika amri zake. Ili umjue Mungu anayekujali, Mungu aliyejitoa, Mungu aliyeacha vyote, Mungu aliyekuwa mtii kwa kufuata maelekezo ili tu mwanadamu aonyeshwe njia ya wokovu. Anasema jambo la kwanza ni lazima uzishike amri zake. Na hapo unaweza ukasoma kwa muda wako fungu lile la Yohana 14 fungu la 15 ambalo tumetangulia kusema kwamba limeandikwa mkinipenda mtazishika amri zangu. Lakini pia ukisoma Yohana wa kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 5 fungu la 3, ambapo hapa pia anasema ya kwamba na tuzishike amri zake kwa sababu amri zake sio zito. Mtu akisema ya kwamba anampenda Mungu azishiki amri zake, huyo ni muongo. Kwa hiyo unaposema unampenda Mungu na hatimaye zile tabia zake alizozifunua katika kitabu, katika Biblia, baada ya kuzishika amri zake, jambo la pili linafuata, linasema kuwapenda jirani zetu. Na katika hizo amri tunaonyesha upendo kati ya wewe mwanadamu na Mungu, na kati ya Mungu na wewe. Lakini pia sehemu ya pili ya hizo amri 10 zinaonyesha kwamba ni upendo kati yako na wanadamu wenzako, kati yako na majirani zako, kati yako na wafanyakazi wenzako, kati yako na ndugu zako, kati yako na kila mtu unayekutana naye. Na ndio maana tumesema ya kwamba msingi wa maisha, upendo ndio msingi. Upendo ndio kitu kinachotufunga. Yaani ukitaka kufungwa katika amani, lazima upendo tawale. Ukitaka kufungwa katika mahusiano sahihi, lazima upendo tawale. Lakini jambo lile la tatu linasema uamuzi. Lazima mwanadamu afanye uamuzi na utii, awe na uamuzi na utii. Hii inaonyesha kwamba kumpenda Mungu ni uamuzi wa makusudi wa kuishi maisha ya utii na kujiweka mbali na tamaa za ulimwengu. Wapendwa, katika safari ya kumjua Mungu na katika safari ya kumjua Mungu kwenye sehemu hii ya upendo, inaonyesha ya kwamba kuna jambo ambalo ni lazima wanadamu tulifanye, na jambo hili ni utii, na nimetangulia kuzungumza. Lakini pia lazima kuwa na maamuzi ya makusudi, kuzamilia ya kwamba kiukweli Mungu anasema ni 1, 2, 3, sitakubali kufanya hivyo. Hiki amesema niache, ninakubali kuacha. Hiki amesema nifuate, ninakubali kufuata. Maamuzi lazima yawe ya dhati kati yako na Mungu wako. Kubali maisha aliyoyafunua Mungu katika ulimwengu huu.
ya kwamba yeye maisha yake hayakubaliani, hayafungamani, hakuna ubia wowote na tamaa za ulimwengu. Hakuna ubia kwenye maisha ya mbinguni na tabia ya na ulimwengu huu. Lakini pia hakuna ubia kwa maisha ya mbinguni na mitindo ya dunia hii. Hakuna. Na ndio maana unaposoma kitabu cha Warumi fungu lile sura ya 12 fungu la kwanza na hata la pili, pale anasema ya kwamba itoweni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Hiyo ndiyo ibada yenye maana ya kumpendeza Mungu. Kwa hiyo ni lazima mwili unapokutoa kwenye mstari wa kuinua juu, Mungu anasema yeye hana ubia na mambo ya kidunia. Hana ubia na mitindo ya kidunia. Hana ubia na kila jambo ambalo mfuasi wake litamtoa kwenye kuzama katika akili, kuzama katika shughuli za hapa duniani. Hivyo ni lazima uchukue maamuzi. Ni lazima nichukue maamuzi ya kwamba ni namna gani nifanye kwa ajili ya uzima wa milele. Mungu akubariki. Mungu akusaidie na Mungu anibariki. Mungu anisaidie kuweza kubaki kwenye njia ambayo alikusudia. Yeye ni pendo, alitupenda, akatoa neno lake, akafa kwa ajili yetu ili tuweze kuokolewa.